Na bwana, baada ya Anko T kuwekwa habari wazi kutoka kwa mheshimiwa waziri wa maendeleo ya jamii, makundi maalum pamoja na watoto pamoja na wanawake, Dorothy Gwajima kutoa taarifa hizo rasmi kwamba tayari kuna uchunguzi na upelelezi rasmi ambao unafanyika kuhusiana na vitendo ambavyo Anko T anavifanya mtandaoni baada ya malalamiko kuwa mengi kwenda kwa mheshimiwa waziri. Kama inavyofahamika ni kwamba ni wazi kabisa nchi ya Tanzania iko kinyume kabisa na masuala ya utangazaji yani masuala ya mmomonyoko wa maadili, hususan katika suala zima la mambo ya ushoga, yani mambo ya upinde. Ni kwamba kwa mujibu wa serikali, kwa mujibu wa sheria za Kitanzania, hilo swala ni kinyume cha sheria. Hivyo basi baadhi ya vitu ambavyo uwaga Anko T anavifanya, watu wengi sana uwaga wanamlalamikia mheshimiwa waziri kwamba alichukulie hatua, na mheshimiwa waziri of course ameshaweka bayana kuhusiana na swala hilo kwamba alishaitwa kwa mara ya kwanza, akapewa maelekezo, akapewa onyo, akapewa na kitabu cha kanuni akajifunze asirudie, lakini kwa hivi mambo yanavyoendelea ni kama vile amerudia tena na kupuuzia onyo alilopewa hapo awali. Kwa hivyo basi moja kwa moja mheshimiwa waziri Dorothy Gwajima ameweka wazi kwamba tayari kesi inatengenezwa dhidi yake na ili aweze kuwajibishwa kisawasawa. Bwana, so hilo ni kwa upande wa Anko T. Lakini pia vile vile bwana, ukiachana na Anko T, mtu mwingine ambaye uwaga anaonekana kupromoti mambo ya upinde si mwingine bali ni huyu anayefahamika kwa jina la Kisura wa Mbeya. Huyu Kisura wa Mbeya yeye naye pia bwana amekuwa akifanya hivi vitu kwa muda mrefu sasa. Malalamiko yamekuwa ni mengi pia kumhusu yeye, na moja kwa moja ameenda kwa mheshimiwa Dorothy Gwajima ambaye ni waziri, na yeye pia ameamua kutoa tamko kuhusiana na kile ambacho huyu Kisura wa Mbeya amekuwa vile vitu ambavyo amekuwa akivifanya huko mtandaoni kupelekea malalamiko kuwa mengi. Kwa mujibu wa habari kamili ambayo imetufikia hapa, inasema kwamba waziri Gwajima atoa tamko la kisheria kwa Kisura wa Mbeya. Habari kamili hapa inaeleza kwamba waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na watoto pamoja na makundi maalum, mheshimiwa Dorothy Gwajima ametoa onyo kali kuhusiana na vitendo vya kujifanya watu wengine, yani impersonation, akisisitiza kuwa ni kinyume cha sheria na kinapaswa kudhibitiwa. Kupitia ukurasa wake wa Instagram akijibu posti iliyokuwa imeandikwa Mama Gwajima ametuondolea utata kuhusiana. Kuna mtu ambaye aliposti akiwa amemtagi Mama Gwajima akiwa anasema kwamba Mama Gwajima tuondolee utata kuhusiana na huyu Kisura wa Mbeya. Waziri Gwajima alijibu posti hiyo akieleza kuwa yeyote yule anayejihusisha na vitendo hivyo anatakiwa kuwa na kibali halali, vinginevyo atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wa mheshimiwa Dorothy Gwajima hapa ameijibu kutokana na the way ambavyo huyu Kisura wa Mbeya huaga anafanya impersonation. Impersonation bwana ni kama vile kujifanya mtu fulani wakati sio, yani kama vile yani kujifanya wewe ni mwanadada wakati wewe ni mwanaume. Sasa kuna kuaga na vibali, wapo kama ni content, kama ni maudhui unaposti, kama ni comedy au ni movie, huaga kuna vibali. Sasa kufanya hivyo bila kuwa na vibali ni kosa kisheria. Kwa hiyo hicho ndo kifungu ambacho mheshimiwa Dorothy Gwajima amesimama nacho dhidi ya Kisura wa Mbeya, ambapo kwa mujibu wa posti ya mheshimiwa Gwajima ameandika kwamba mwambieni tumkute na leseni ya kufanya hivyo, ya kufanya hayo, vinginevyo akakariri mstari wa sheria unaosema impersonation is an act of pretending to be another person for awful purpose, be entertainment or fraud. Huo mstari aliouandika hapo mheshimiwa Dorothy Gwajima anamaanisha kwamba yani kitendo cha kupretend kuwa mtu mwingine ni kosa kisheria, kujifanya mtu mwingine kutokana na sababu zozote zile, iwe ni kwa ajili ya burudani au utapeli.
Lakini pia vilevile, aidha amesisitiza umuhimu wa jamii kushirikiana katika kulinda maadili na kuzingatia sheria zilizopo. Imeandikwa kwamba tukipenda jamii iwe na maadili na malezi mema, basi tuvumiliane na pia vilevile tushirikiane kwenye kuzitekeleza na kuziishi sheria zetu. Lakini pia vilevile Gwajima amebainisha kuwa hatua zinazochukuliwa si za mtu mmoja mmoja binafsi, bali ni utekelezaji wa sheria za nchi. Vita si ya Gwajima, bali ni sheria za Jamhuri wa Muungano wa Tanzania na wanaozivunja. Lakini pia vilevile ameongeza kuwa ni jukumu lake ni kuhakikisha kwamba sheria zinazingatiwa kwa wote bila upendeleo, huku akitoa wito kwa wananchi kutoa ushirikiano kwa mamlaka husika. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Comment zimekuwa ni nyingi kuhusiana na hii issue. Kwa mfano hapa kuna mtu ameandika kwamba bwana, wengine wapo TikTok tena wamejaa tele hadi aibu siku hizi kuingia huko TikTok. Mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana, sasa sijui hapo alipo anarekodi yuko na korodani ama vipi. Kuna mtu ameuliza kwa mwingine, sawa bwana, hii ng'ombe mniambie niwaletee, maana tumekuwa nayo saizi inatukimbia. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mdau mwingine hapa amekuja na pia ameweka comment akiwa ameandika kwamba tokomeza takataka Tanzania, tuko nyuma yako mama. Kwa mdau amesema kwamba bwana, huyu jamaa hayo maziwa ameyatoa wapi? Maana huyu Kisura wa Mbeya bwana, inasemekana kwamba yuko na maziwa lakini ni mwanaume. Mwingine huyu hapa anasema kwamba bwana, afadhali huyu naye pia sheria zikamkute huko huko alipo. Mwingine amesema kwamba bwana, ukiwa ni mwanaume lazima ukunje sura na pia vilevile ukaze muscles. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, kwani huyu Kisura wa Mbeya amefanyeje? Ni wa kike au ni wa kiume? Mbona mimi pia hata bado sijaelewa. Kuna mwingine hapa amekuja amecomment amesema kwamba bwana, ukiachana na hawa pia vilevile kuna matomboi nao pia muwachongee chapu. Yaani ukiachana na hawa kina Kisura wa Mbeya na Ankoti ambao ni wanaume wanajifanya kama vile ni wadada, kuna matomboi ambao pia ni wadada ambao wanajifanya ni wanaume, na nyenao pia kuwe na watazamwe. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.